kagi sana matarajio kwa wachezaji wengi sana wakizawa, kwa sababu wanajua wachezaji wengi sana wakizawa wanachoamini wao ni miayusho mingi, ambao wanajua kabisa kwamba huyu sisi hawezi kutupeleka popote. Lakini kwangu mimi bado nikiutazama kwa usajili huu wa Bakari Msimu, katika ile nyongeza ya kuongeza idadi ya wachezaji, kuwa na wachezaji wengi zaidi kwenye kikosi, maana yake moja kwa moja itakwenda kuwapa nguvu zaidi. Lakini kwangu mimi binafsi nikijaribu kuangalia kwa mchezaji mtu kama Bakari Msimu, kwa sababu kuna mashindano mengi sana Bakari Msimu atacheza, mengi sana. Kuna CRDB, kuna Mapinduzi, kuna Kombe la Muungano, huko kote anaweza akacheza. Lakini hata kwenye ligi pia anaweza kapata nafasi ya kucheza Bakari Msimu, tena vizuri tu na akakichafua vizuri tu bila shida yoyote. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri, ni kitendo tu cha wana Simba sasa kuweza kumpatia muda wa kutosha zaidi. Sasa naposema muda wa kutosha, maana yake pia mwape sababu, kwa sababu kijana ana miaka 18. Maana yake kama ana miaka 18 ukimzomea kidogo tu kijana anapoteza network. Maana yake miaka 18 maana kuzungumzia baada ya kwanza bado haijakauka mwilini. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni kijana, anahitaji zaidi muda. Unaitwa Nyasa anasema Keleso Makagalo, hapana. Jafet anasema anasema habari za mchana huu, anasema na Mungu anasema akuongezee maisha marefu. Shukrani sana. Unaitwa Amadi anasema vipi kaka, twende tukachimbe dawa. Delius anasema Bakari Msimu anasema sini sawa na Chasambi, hapo Simba tumeferi kumwachia Chasambi kisa msimu. Fundi Isaka anasema Steve Beka yupo au timu, anasema timu kwa kesho itakuwa na Matola Kipara. Sasa itakuwa na Beka, I think atakutana na timu Kigali Rwanda, kwa sababu alikuwa Afrika Kusini, unajua alikuwa kwenye mazishi nini, kuna mapumziko kidogo. Bwana, narudia tena mchezaji ambaye Simba Sports Club wamemtambulisha. Sawa? Mchezaji ambaye Simba wamemtambulisha, wanasema hivi: karibu Simba Bakari Msimu. Kiungo mshambuliaji Bakari Msimu amejiunga nasi kwa mkataba wa miaka 2 kutoka Coastal Union ya Tanga, ambaye niliwaambia huu Bakari Msimu, yani kutua Simba Sports Club, alifanya maamuzi yake yeye mwenyewe na wazazi wake. Hakuwashirikisha hata management ambayo inamzunguka, kwa sababu kuna huu Bakari Msimu ana management ambayo inamuongoza. Walimtafutia ofa kule Ubelgiji, akafanya majaribio, akishafuzu kwenye majaribio watu wamuuze. Sasa viongozi wa Simba wao walinyoka direct kwa mchezaji mwenyewe, wakaambia sisi tunataka huduma yako, signing fee yetu hii, mshahara ni huu, marupurupu haya. Mchezaji hakuwa na mambo mengi, akarudi kwao, akamweleza baba yake, akamweleza mama yake, wazazi wakampa baraka zote, wakamwambia kwa kuwa ni njema kwako na amani ya Bwana iwe juu yako. Kijana akamwambia viongozi wa Simba pia wakaenda kuotana na familia, wakajadili, akaisha. Kijana akaingiziwa signing fee, mzigo wa kutosha, akasaini mkataba, akaambia shughuli imeisha. Hata wakati Simba anaenda kucheza na Coast ile mechi, Bakari Msimu hakuwa anaumwa wala nini, hakuwa haumwi. Sasa kilichotokea, wale wasimamizi wa Bakari Msimu, baada sasa ile ofa kile kilikokaa sawa, maana yake tiketi ya ndege ilisha, ambapo tunatakiwa tutume tiketi ya ndege ili kijana aje kwa ajili ya kufanya nini, majaribio. Maana yake majaribio ilikuwa ni ya wiki ngapi? Wiki 2. Akiqualify watu moja kwa moja wamsajili. Sasa kila kitu kimekamilika, wale wasimamizi wa Bakari Msimu wanamwambia mchezaji, jiandae wiki ijayo tunaelekea Ubelgiji ukafanye trial. Mchezaji anaambia hapana, mimi siwezi kwenda. Kwa nini? Akaambia tu hapana, mimi siendi. Sasa watu wakatoa, bwana mbona kijana kasinya Sasa wale wasimamizi kuuliza, kumbe kweli bwana kijana kasinya miaka 2 Simba Sports. Ikabidi wamuulize, mbona umesaini mkataba, sisi huja tuambia kwa nini? Mchezaji alibaki na neno moja tu, akaambia nimesha saini. Yaani uambiwe wewe ndio uloleta duniani, ulienda kugalagala pale leba, nikuambie wewe unanisimamia tu, lakini uloleta duniani. Kwa hiyo kijana issue ikawa iko hivyo. Kwa hiyo mchezaji wa Simba Sports Club.
Kamanda Machime Tadeo anasema mapema sana, mkuu anasema umekula, lakini anasema mbona, anasema